Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na kusalimu ndugu katika jina la Yesu. Ni mtumishi wa Mungu ndugu yako Geoffrey Martin Kaputa. Mr. Kaputa, mchungaji wa kanisa takatifu la Uamsho Tanzania. Bwana amenipa neema tena nikuletee ujumbe wa vita vya Gogu na Magogu. Wewe ambaye umekuwa mfuatiliaji wangu wa karibu sana, bila shaka unafahamu ya kwamba tuliongelea sana kwa habari ya tukio la unyakuo, lakini pia tuliongelea kwa habari ya mpinga Kristo, mnyama kutoka baharini. Leo Bwana amenipa neema tena nikuletee vita hii, inaitwa vita ya Gogu na Magogu. Vita ya Gogu na Magogu. Fuatana nami uende kujifunza matukio ya mwisho wa dunia, kwa sababu watu wengi hawajui, ndio maana ni rahisi kudanganywa. Wengine wanaambia unyako tayari, unyako unatokea tarehe kadhaa, unyako ni hivi na hivi, kwa hiyo wanashindwa kujua namna ya mpangilio wa matukio ya dunia. Asa acha tuendelee sasa. Tunapoongelea vita ya Gogu na Magogu, kwanza nataka ufahamu jambo hili ya kwamba Magogu sio wingi wa Gogu. Ni vizuri sana mwana wa Mungu ukajua kwanza nini maana ya Magogu, ndipo utakapojua nini maana ya Gogu. Twende turudi katika kitabu cha Mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo kabisa, ambapo tutasoma sura yake ni ya 10. Tutaona mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Bwana wangu Yesu linasema, hivi ndivyo vizazi vya wana wa Nuhu, Shem, na Ham, na Yafeti, na kwao walizaliwa wana wa kiume baada ya gharika. Mstari wa pili, na wana wa Yafeti ni Gomeri na Magogu na Medai na Yavani na Tubari na Mesheki na Tilasi. Umeona sasa? Kwa hiyo kumbe tunapata Magogu ni mjukuu wa Nuhu. Mtu huyu Biblia haijaeleza alikuwa ni mtu mwenye sifa gani au mtu wa namna gani, lakini kutokana na uwepo wake katika sehemu nyingine za Biblia, inaonekana wazao wake walikuja kuwa watu hodari kipindi hicho na mwenye uwezo mkubwa sana kijeshi, kiuchumi. Mfano kama tunavyoweza kumwangalia Nimrod, ambaye naye alikuja kajenga Babeli. Hao wote ni uzao wa Nuhu. Alikuja kujenga Babeli ambayo ilikuwa inajulikana kama Babiloni. Haleluya. Ambao huyo tunafahamu kwamba kuna Kushi, ambao tutaeleza hapo baadaye atakapoanza kuangalia haya. Sasa tunapoangalia Magogu, nimekuambia sio wingi wa Gogu, bali ni mtoto ni mjukuu wa Nuhu. So Magogu naye hivyo hivyo kama Nimrod, uzao wake ulikuja kuwa hodari sana na kuwa taifa lenye nguvu kijeshi, na watu hao wote kwa ujumla wakaitwa Magogu kufuatiana na jina la baba yao huyo Magogu, kama vile mji wa Moabu ulivyoitwa kufuatana na jina la baba yao aliyeitwa Moabu. Tunafahamu katika Mwanzo 19 kuanzia mstari wa 37, maandiko yanatuambia, acha nikusomee kitabu cha Mwanzo 19, angalia mstari wa 37. Neno la Bwana wangu Yesu linasemaje? Biblia inasema, yule mkubwa akazaa mwana akamwita jina lake Moabu, huyo ndiye baba wa Moabu hata leo. Umeona sasa? Okay. So Magogu ni hivyo hivyo, uzao wake ulikuja kuitwa kwa jina hilo la Magogu, na nchi yao ikaitwa nchi ya Magogu kufuatia jina la baba yao huyo aliyeitwa Magogu. Haya, njoo kwenye Mwanzo 30, njoo kwenye Ezekieli 38. Haleluya, mwana wa Mungu. Njoo kwenye kitabu cha Ezekieli 38. Ezekieli 38, angalia anachokisema hapa. Ezekieli 38 mstari wa kwanza na pia anasema, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, kaza uso wako umwelekee Gogu wa nchi ya Magogu mkuu wa Roshi. Umeona sasa Useme, Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako, ewe Gogu mkuu wa Roshi na Mesheki na Tubari. So nchi hiyo ilikuwa upande wa kaskazini mwa Asia na Ulaya, ambayo sasa hivi bila kupepesa macho ni maeneo ya nchi ya Urusi. Haleluya. Sasa umeshaelewa Magogu. Sasa napoongelea Gogu,
Gogu, kumbuka nimekwambia sio wingi, Magogu sio wingi wa Gogu, bali Gogu ni kiongozi wa taifa la Magogu, yaani ni mfalme wa taifa la Magogu. Kwa hiyo tunaposoma neno Gogu na Magogu ni sawa na kusema Farao na Misri, au Nebukadreza na Babeli, au Sulemani na Israeli. Angalia mstari wa 3, Ezekieli 38 mstari wa 3. Useme Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako ewe Gogu, mkuu wa Roshi na Mesheki na Tubari. Angalia, ewe Gogu mkuu, linaashiria kiongozi. Magogu ni taifa, umeona, lenye nguvu ambalo linatawala mataifa mengine madogo madogo. Angalia mataifa madogo madogo, Tubali, Mesheki na Roshi. Umeona sasa? Haleluya. Lakini tufahamu kwamba huo mji wa Magogu haupo tena, wala mkuu wake Gogu hayupo tena. Manake lilikuwepo enzi hizo, lakini unabii wa Ezekieli 38 na 39 bado haujatimia. Si unanielewa sasa? Unabii wa Ezekieli 38, 39 bado haujatimia, lakini huyo mkuu hayupo tena na hiyo eneo hayupo tena, lakini hiyo eneo linalotajwa ndio nililokuambia kwamba linapatikana kaskazini mwa Asia na Ulaya, ambao ni Urusi. Kwa eneo bado lipo. Njoo sasa Ezekieli 38. Njoo sasa Ezekieli 38 uweze kunielewa. Ezekieli 38, nitakusomea baadhi ya mistari. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, kaza uso wako umwelekee Gogu wa nchi ya Magogu, mkuu wa Roshi, Mesheki na Tubari, ukatabiri juu yake. Useme Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako ewe Gogu, mkuu wa Roshi na Mesheki. Angalia, kabla sijaenda mbele, acha nikupe tafsiri kidogo hapa. Kwamba anaposema Rosh maana yake tunamaanisha Urusi. Mesheki na Tubari, baadhi wanatafsiri kama Moscow na wengine wanatafsiri kama nchi za Moscow, labda Toboriski. Uajemi pale ni Irani, hii inafahamika. Kushi ni Ethiopia, hii inafahamika. Kushi ni Ethiopia. Umeona sasa? Kushi ni Ethiopia. Angalia alichokisema. Useme Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako ewe Gogu, mkuu wa Roshi na Mesheki na Tubali. Umeona? Nami nitaugeuza. Kwanza ukianza pale mbele, neno la Bwana likarejea kusema, mwanadamu, kaza uso wako umwelekee Gogu wa nchi ya Magogu, mkuu wa Roshi na Mesheki na Tubali, ukatabiri juu yake. Useme Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako ewe Gogu, mkuu wa Roshi na Mesheki na Tubali, nami nitakugeuza na kutia kulabu katika mata yako, nami nitakutoa pamoja na jeshi lako lote, farasi na hao wapandao farasi wote, wamevaa silaha za namna zote, jeshi kubwa sana, wenye ngao na kigao, wote wakishika upanga. Okay, acha tuende hivi. Kwa hiyo unapoanza kuona anachokisema kwenye Ezekieli 38 kuanzia mstari wa kwanza, ni habari ya vita vitakavyopiganwa Israeli. Anasimulia habari ya vita hapo ambapo mataifa mengi katika nchi ya Mashariki ya Kati, kwa sasa tunayesema mataifa ya Kiarabu, yataungana pamoja na Magogu. Manake yataungana pamoja na Gogu ambao ni mkuu wa Roshi, huyo ambao ni mkuu wa Urusi, na Magogu. Sasa Magogu, kumbuka sasa ni hilo taifa lenyewe, au ndo watu wa taifa hilo wenyewe, si umeelewa? Ndo wanaitwa Magogu ambao ni taifa. Sasa kwa mfano Tanzania tunaitwa Watanzania. Sasa wao ndio Magogu ambao ni watu wa hilo taifa. Kwa wataungana na huyo atakayekuwepo kipindi hicho kuja kuvamia Israeli. Lakini Biblia inasema Gogu atashindwa vibaya sana pamoja na mataifa hayo aliyoshirikiana naye. Si umeelewa? Kwa hiyo nimekwambia huyo Gogu ni mfalme wa hiyo Urusi. Kwa atashirikiana na hayo mataifa ambao mengi ni mataifa ya Kiarabu sasa, kwa ajili ya kwenda kuivamia Israeli na kuipiga. Ndio maana hapa nasema katika mstari wa 5, Wajemi na Kushi na Putu. Angalia hapa, Wajemi ni Mwirani. Kushi maana yake ni Ethiopia. Maana yake hapa anaposema Kushi ni Ethiopia. Sumenelewa hapo anachokimaanisha? Putu maana yake ni Libya.
pamoja na wote wanao ngao na chepeo. Gomeri na vikosi vyake. Gomeri manake ni Uturuki hawa. Gomeri na vikosi vyake vyote. Nyumba Togarma. Togarma, angalia hapo, anaongelea Togarma. Umenielewa? Mataifa hapa naendelea kuyataja hapo. Togarma. Lakini pia anataja mataifa kama pande za mwisho za kaskazini na vikosi vyake vyote. Naam, watu wengi pamoja nawe. Ujiweke tayari, naam, jiweke tayari wewe na majeshi yako yote waliokusanyika nawe, uwe jebedari wao. Sikiliza, uwe jebedari wao. Na baada ya siku nyingi utajiriwa katika miaka ya mwisho, utaingia nchi iliyorudishiwa hali yake. Angalia, nchi iliyorudishiwa hali yake. Umeelewa? Nchi iliyorudishiwa hali yake. Hali yake ya kwanza baada ya kupigwa kwa upanga, iliyokusanywa toka kabila nyingi za watu. Anaiongelea Israeli hii, juu ya milima ya Israeli iliyokuwa ukiwa wa daima, lakini imetolewa katika kabila za watu, nao watakaa salama salimini wote pia. Nawe utapaa juu, utakuja kama tufani, utakuwa kama wingu kuifunika nchi wewe na vikosi vyako vyote na kabila nyingi za watu pamoja nawe. Bwana Mungu asema hivi, itakuwa katika siku hiyo mawazo yataingia moyoni mwako, nawe utakusudia kusudi baya, nawe utasema nitapanda juu niende nchi yenye vijiji visivyo na maboma. Nitawaendea watu wanaostarehe, wanaokaa salama, wote wakikaa pasipokuta, ambao hawana makomeo wala malango, ili kuteka mateka na kuwinda mawindo. Ugeuze mkono wako juu ya mahali palipoharibika, ambapo sasa panakaliwa na watu, na juu ya watu waliokusanyika toka mataifa, waliopata ng'ombe na mali, wakao katikati ya nini, ya dunia. Angalia anachokieleza hapo. Sasa maana yake nini anachokisema? Kabla hujasonga mbele, unaangalia Ezekieli 38. Hii ni uthibitisho wote unaonyesha kuwa atakuwa ni nani? Ni mkuu wa taifa la Urusi. Anaeleza namna ambavyo huyo Gogu huyo atakayeasisi vita hivyo atakuwa ni nani? Ni Urusi. Kwa hiyo inaeleza vita itakayopigwa. Maana yake ni utangulizi wa vita vitakavyopigwa. Anaeleza vita vitakavyopigwa ambavyo ataanza kupanga mawazo moyoni mwake. Ngoja nikaipige hiyo nchi iliyokuwa imetawanyika, sasa imekusanywa, sasa wanakaa salama, ngoja nikaipige. Umeona? Swali tunaweza tukajiuliza, kwa nini taifa la Urusi ndio linalofananishwa na Magogu na si taifa lingine? Kwa sababu ukiangalia namba moja ni kwa sababu ndilo taifa lililopo kaskazini mwa Asia na Ulaya, eneo lile lile Magogu walipokuwapo. Lakini jambo la pili, ndilo taifa lenye nguvu kijeshi kaskazini mwa Ulaya. Sumeno kama mfano wa Magogu wa mwanzo, hivyo Urusi ndio itakayotimiza unabii huo wa Gogu na Magogu wakati wa vita hivyo. So mbali na hilo tunakuja kuona tena Gogu na Magogu wakitokea mwishoni mwa utawala wa miaka 1000, na watu wengi wanachanganya vita hii. Watu wengi sana wanachanganya vita hii. Nitakueleza vizuri. Watu wengi sana wanachanganya vita hii. Wanachanganya vita ya Gogu na Magogu ya mwishoni mwa dunia, pale ambapo baada ya miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo duniani, na vita itakavyotokea karibuni, ambayo ndio itakayokuwa ni kilele cha nini? Kilele cha ziki kuu. Itakuwa ndio itakayokuwa ni kilele cha kuanza kwa nini? Kwa ziki kuu. Kwa hiyo wanachanganya. Sikiliza ndugu yangu, usichanganye. Ile Gogu na Magogu iliyoandikwa katika Ufunuo 18. Iliyoandikwa katika Ufunuo nadhani ni 20 mstari wa 8 ule. Nadhani ni 20 mstari wa 8. Acha nikusomee. Hii iliyoandikwa katika Ufunuo 20 mstari wa 8. Ili usichanganye haya mambo makubwa mawili. 20 mstari wa 8. Na hivi vita tutakuja kuviongelea. Biblia inasema, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita ambayo hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakazingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa, moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Umeona? Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto. Inaongelea vita ya mwisho kabisa. Kwa hivyo Gogu na Magogu wa kwenye mwanzo wa kwenye Ezekieli 38 mstari wa kwanza na wa pili, yaani taifa la Urusi, sio wa kwenye Ufunuo 20 mstari wa 8, bali ni ile roho iliyowadanganya
Gogu na Magogu kupigana na Israeli, ile roho ile ile nditakaokusanya Magogu tena, nditakaotumika tena kuamsha watu tena kwenye ile vita ile ya mwishoni, ile ambayo inaitwa vita pia ya Gogu na Magogu. Ndio maana utaangalia hii vita ya Gogu na Magogu, unaweza kujiuliza watakaodanganywa baada ya miaka 1000 watatoka wapi katika hiyo vita ya Gogu na nini na Magogu. Au Gogu na Magogu ni roho ile ile iliyofanya kazi katika kipindi cha Magogu wa Mwanzo Ezekieli 38. So utaona katika utawala wa miaka 1000 Biblia inarekodi kuwa wenye dhambi watakuwepo, lakini dhambi haitatawala dunia. Kwa nini? Kwa sababu mkuu wa ulimwengu ule ambao ni Ibilisi atakuwa amefanya nini? Atakuwa amefungwa. Mkuu wa ulimwengu atakuwa amefungwa miaka 1000, na atakayekuwa anatawala wakati huo ni mfalme wa amani, yaani Bwana wetu Yesu Kristo, tofauti na dunia sasa ambapo mkuu wa ulimwengu huu ni Shetani. Hivyo dhambi na wenye dhambi watakuja kuondolewa wote mara baada ya nini? Ya hukumu ya kile kiti cheupe cha Mungu, ambayo itakuja mara baada ya utawala wa miaka 1000 kuisha. Kwa hiyo kama vile Biblia inavyosema Kristo atatawala kwa fimbo ya chuma pamoja na sisi katika Ufunuo 2:26 mpaka 27. Ndio maana utaona sasa hawa Gogu wa Magogu wa Ufunuo sio hawa ninawataja hapa. Gogu ninawataja hapa ni ile vita ambayo itakuwa ndo mwanzo, ndo itakuwa tuseme ndo itakayopelekea kilele cha vita ya nini, kitakayopelekea kilele cha mwanzo, nasema hivi, ndo itakayopelekea kuanza kwa dhiki kuu. Kwa dhiki kuu hii vita ndio itakayopelekea kuanza kwa dhiki kuu. Bila shaka umenielewa. Sasa ni muhimu kufahamu kuwa sio wale kwamba wamezaliwa upya wale Magogu na Magogu, hapana, bali ni roho ile ile iliyokuwa inaiendesha Gogu na Magogu kipindi cha zamani, sasa imerudi tena kutenda kazi katika zama hizo. Ni sawa na mfano tunavyoongelea Babeli mkuu au Babeli. Angalia roho au Yezebeli, tuseme Yezebeli alikuwepo wakati wa kipindi cha kuabudu mabahari, wakati wa Ahabu wa Agano la Kale, ukisoma Wafalme wa Pili. Lakini ile roho ile ile inakuja inatajwa tena katika Ufunuo, Yezebeli mkuu, kahaba. Angalia sasa, manake ile roho iliyotenda kazi kuabudisha watu sanamu ndio hiyo roho iliyokuja kutajwa katika Ufunuo, ndio sawa na Gogu wa Magogu. Si umenielewa? Kwa usichanganye hivi vita viwili tofauti. Sawa? Bila shaka tuko pamoja. Sasa nimekwambia ni kama Babeli ilivyokuwepo wakati wa nini? Wa zamani. Sasa nadhani tunaelewana. So kwa tunapoongelea nataka nikwambie kwamba haimaanishi kwamba ni Babeli ile ile merudi, bali ni ile ile roho iliyokuwa inaiendesha taifa hilo nyakati za zamani. Imerudi tena na kuivaa na kuiendesha taifa fulani lingine siku za mwisho. Ndo maana yake hiyo. So hivyo Gogu wa Magogu kwenye mwanzo wa kwenye Ezekieli 38 kuanzia mstari wa kwanza na wa pili, yani taifa la Urusi, sio wa kwenye Ufunuo 20 mstari wa 8. So mwishoni mwa utawala nimekueleza wa miaka 1000, ingawa roho ile ile mmoja inayofanya kazi ya kuwakusanya mataifa na kupambana na taifa la Israeli ndio itakayopambana tena. Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 18, kuanzia mstari wa kwanza na wa 3. Baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya washarati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Umeona? Huu ni mfululizo wa matukio yatakayotokea baada ya unyakuo kama nilivyokuambia. So Babeli mkuu sio Babeli ile ya zamani. Babeli maana yake tunafahamu ni machafuko. Tunafahamu hiyo, Babeli ni machafuko. Mvinyo wa ghadhabu ni ule ambao tunasema utendaji wa shetani, uovu sasa. Uovu wake. Haleluya. Uovu wake. Kwa sasa tunapoongelea vita hivi lazima ufahamu kwamba ni vita ambavyo ndivyo
pelekea kuanzisha kwa kitu kinaitwa dhiki kuu, ndio itakao mark the beginning ya ile ambayo tunasema ziki kuu au ziki kubwa kuliko zote. Ziki kubwa kuliko zote. Tunajuaje hayo? Twende tusonge mbele. Twende tusonge mbele. Tuwe pamoja. Tunajuaje kwamba yeye ndio itakaopelekea dhiki kuu, ndio itakaoanzisha dhiki kuu? Haya, fungua kitabu cha hicho tulichokuwa tunasoma, kitabu cha Ezekiel. Kumbuka nimekwambia lazima hivi vita vianze kabla hiyo dhiki kuu haijatokea. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo vitakavyokuja kumuinua mpinga Kristo na kutaka amani. Na kusema jamani, naona tuwe na amani, dunia nzima iwe na amani, na watu watafurahia hiyo amani. Kwa nini watafurahia hiyo amani? Kwa sababu ya maumivu ya hiyo vita. Hiyo vita italeta madhara makubwa sana. Hiyo vita italeta madhara makubwa, wala sio madogo, makubwa mno, ambayo itapelekea mpaka watu wakubali kushusha silaha zao chini na kumtii huyo mpinga Kristo na kusema jamani, kwa kweli kwa hali hii hatuwezi tukaendelea na vita tena. Kwa hiyo watanyosha mikono yao. Maana yake nini? Watasalenda. Si unanielewa ndugu yangu? Watasalenda. Jambo ambalo natakiwa ufahamu. Kwenye Ezekieli 38, naomba unielewe vizuri. Na arudia ili unielewe, kwa sababu watu wengi wamechanganya. Kwenye Ezekieli 38 inaeleza vita, inaeleza utayari wa Urusi, ambayo inaonyesha kwamba ataanzisha hayo chokochoko moyoni mwake. Na Ezekieli 39 inaleta matokeo, na Mungu ndiye atakayeingilia kati. Ezekieli 38 inaeleza tishio la uvamizi dhidi ya Israeli. Ezekieli 39 Mungu kuingilia kati dhidi ya maangamizi ya Israeli. Wakati unabii huu unaandikwa, kumbuka vita vilikuwa vijafahamika kama hivi vitakavyopigwa. Zamani zile askari walikuwa wanaenda kwa miguu, tena wanapanda muda mwingine farasi. Sasa anaposema maangamizi makubwa yakitajwa moto, yani maaskari kwamba watatumia moto, wataangamizwa kwa moto. Sasa moto uliokuwa unatamkwa nyakati zile ni kiunabii. Kumbuka maaskari wa wakati ule walikuwa ili walipue moto, walikuwa wanatengeneza mishale. Ile mishale walikuwa wanafunga vitambaa maalum na mafuta, na vinawashwa moto. Ikirushwa ile mishale inaenda kuleta maangamizi ambayo yanaitwa maangamizi ya moto. Na kuchoma miji walikuwa wanaichoma kwa staili hiyo. Sasa moto unaotajwa hapo ni moto wa mabomu. Mungu ana moto wake aliochoma Sodoma na Gomora, tunafahamu. Lakini Mungu hawezi kushusha moto kutoka mbinguni kwa vita ndogo kama hiyo. Wakati wanadamu wamejitengenezea moto, atatumia zile moto kwa ajili ya kuangamiza wao kwa wao. Maana yake nini? Watapigana wao kwa wao na kumalizana wao kwa wao. Hebu angalia hapa. Bado naendelea kukueleza kwa habari ya vita ya Gogu na Magogu. Tega sikio lako vizuri. Ezekieli 39 kuanzia mstari wa kwanza. Na wewe mwanadamu, tabiri juu ya Gogu useme, Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu yako ewe Gogu, mkuu wa Roshi na Mesheki na Tubari. Nami nitakugeuza na kukuongoza, nami nitakupandisha toka pande za mwisho za kaskazini, nami nitakuleta juu ya mlima ya Israeli, nami nitaupiga upinde wako utoke katika mkono wako wa kushoto, na mishale yako nitaiangusha itoke katika mkono wako wa kulia. Utaanguka juu ya milima ya Israeli, wewe na vikosi vyako vyote, na watu wa kabila nyingi walio pamoja nawe. Nami nitakutoa na kuwapa ndege wa kila namna, walao nyama. Umesikia hapo? Walao nyama na wanyama wa nchi, uliwe na wao. Angalia, utaanguka katika uwanda, kwa maana mimi nimenena neno hili, asema Bwana Mungu. Nami nitapeleka moto. Umeona huo moto? Nami nitapeleka moto. Nami nitapeleka nini? Nitapeleka moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nitapeleka moto juu ya Magogu na juu ya watu wote wakao salama katika visiwa, nao watajua kuwa mimi ndimi Bwana. Na jina langu takatifu nitalifanya kuwa limejulika kati ya watu wangu Israeli, wala sintaliacha jina langu takatifu kutiwa unajisi tena.
nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana na aliye mtakatifu katika Israeli. Tazama linakuja, nalo litatendeka, asema Bwana Mungu. Hii ndiyo siku ile niliyoinena. Hao wakao katika miji ya Israeli watatoka, nao watafanya mioto, angalia hilo neno, kwa silaha za vita, na kuziteketeza ngao na vigao na pinde na mishare na mafumo na mikuki, nao watazitumia kama kuni kwa muda wa miaka 7. Kuna unabii hapa, kwa muda wa miaka 7, tutaliangalia hilo. Hata hawataokota kuni mashambani, wala hawatakata kuni msituni, maana watafanya mioto kwa silaha zile, nao watawateka nyara watu waliowateka wao, na kunyang'anya vitu vya watu walionyang'anywa vitu vyao, asema Bwana Mungu. Umeona hapo, tuishie mstari wa 10. Sasa njoo tuangalie sasa. So Mungu anasema atapiga Gogu na majeshi yake, atatumia moto kupiga. So zile silaha zote za Urusi unazoziona leo, ambazo Urusi anatamba nazo, mara hypersonic, mara si ballistic na kadhalika, ambazo anatamba nazo sasa hivi, aina za silaha za wakati huu ambazo unaona majeshi yanataka kuiangamiza Israeli. Sasa hizo silaha watazitumia. Biblia inasema Mungu ataziangamiza hizo silaha ambazo watapanga kuzitumia ili kuifuta Israeli. Kumbuka imekuwa majaribio mengi na makubwa kwamba tutaifuta Israeli kwenye ramani ya dunia. Angalia hapo. Na Biblia inasema zitakuwa kuni za kuotea muda wa miaka 7. Sasa tunapoongelea muda wa miaka 7 ni muda wa miaka, ni muda wa ziki kuu. Ni muda wa ziki kuu. Maana hizo silaha zitawekwa chini muda wa miaka 7. Unaona anachokisema hapo? So Israeli atachukua mateka na uharibifu wake wa hayo mataifa, kurekebishika kwake, maana yake kutachukua miaka 7. Maana yake kutakuwa na makovu makubwa. Ndio maana nakwambia hivi, kuna uhusiano mkubwa sana kuwa uharibifu utakaotokea wakati wa vita hivi vya Gogu na Magogu ndio utakaochangia au utakaoendelea kwenye yale maumivu ya dhiki kuu. Kwa sababu dhiki kuu imegawanyika katika vipindi vikubwa viwili. Kipindi cha kwanza ambacho mpinga Kristo atakuwa ameweka amani ya miaka 7, lakini hiyo amani ni bandia kwa muda wa miaka 3.5. Kwa dunia ni kama itaendelea kupoa katika muda wa miaka 3.5 kuwa na amani, lakini kutokana madhara, baadhi ya nchi zitakuwa zimeathirika kwa sababu ya madhara ya vita hii. Kwa sababu ni vita ambavyo nataka nikwambie, kuna silaha ambazo zijawahi kutumika zitatumika. Nuclear zitatumika. Silaha mbaya zitatumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhiki, kumbuka tunasema ni matokeo ya madhara yaliyotokea. So kuna madhara ambayo yatafanyika katika vita hii ambayo itamuibua mpinga Kristo kuitaka dunia iwe na amani. Na kumbuka, narudia tena, Urusi tayari imeshaonyesha interest ya kuungana na Irani ili kuipiga Israeli. Mfano, utaangalia tunapoona vita vya Urusi na Ukraine, hivi ndivyo vinachochea tu. Havijaandikwa kwenye Biblia, vinachochea tu kwenda kwenye hiyo kitu ambayo tunaiona inaitwa vita ya Gogu na Magogu. Kwa nini? Kwa sababu kumbuka, Urusi ni kama anapigana na NATO, sijamaanisha moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu angalia, NATO ni nani? Unapoongelea NATO, so NATO wanaopigana na Urusi ni wakina nani? So NATO, kumbuka washirika wake ni Marekani na Uingereza. Maana Marekani na Uingereza ndio wanapigana na Urusi kupitia nini? Kupitia NATO. Na hao wapo Mashariki ya Kati, ndio wanaomsupport Muisraeli anapopigana na vile vikundi vya uasi. So anayemlinda Israeli ni Marekani na washirika wake. Anayemlinda Irani ni nani? Ni Urusi na washirika wake. Si unaelewa picha hapo? So yanaendelea, maana yake nini? Yanayoendelea vita vya Mashariki ya Kati ni yale yaliyotajwa katika unabii wa Gogu na Magogu, japo Urusi bado haijaingia moja kwa moja. Kwa unakuta watu wanavyoona, jamani, Donald Trump ameenda kuweka mkataba wa amani pale Palestina na Israeli, au ndo mwanzo wa ziki kuu. Sio mwanzo wa ziki kuu. Vita inakuja ambao sasa mpinga Kristo mwenyewe atakuja sema, jamani, tuweke silaha chini, tutengeneze amani. Kuna watu wanasema unyakuo utakuwa lishatokea, yani kanisa litakuwepo. Yani vita ikitokea tu kanisa linaondoka, ziki inaendelea. Sikiliza, usidanganywe. Rudi kwenye wakati nilipokuwa naeleza unyakuo.
kwamba unyakuo unasema mpaka mpingamizi atakapoonekana, mpaka mpingamizi atakapojidhihirisha, ndipo Biblia inaeleza kwamba ndipo kanisa litakaponyakuliwa. So kinachotarajiwa kwa mujibu wa unabii huu, yanatengenezwa mazingira ya kuifanya Israeli ijiingize fulu kivita. Yani wanachokonoa Israeli ili jiingize fulu kivita, ndipo vita vianze. So jua ili mtu apigane, unakumbuka mnaanza wewe utanifanya nini? Utanifanya nini? Utanifanya nini? Utanifanya nini? Yani mnarushiana tu. Ndio maana utaangalia hata vita ile ya Irani ya siku 12 na Israeli, watu waliogopa sana. Akasema tunaelekea huko kwenye Gogu na Magogu, na ingeendelea ile. Pasi Mungu kuingilia kati, ingeendelea ile, ndio ilikuwa inaamsha vita vya Gogu na Magogu. Ndio ilikuwa inaelekea kabisa ili Bwana aingilie kati, apige hayo mataifa, ampige Magogu, afu mpinga Kristo ainuke, jamani, kusuluhisha amani, ili sasa tuingie kwenye kipindi cha ziki kuu, na katikati ya ziki kuu kanisa lifanye nini? Kanisa liondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. So vita hivi vyote ni uchokonozi wa kuifanya Israeli ionyeshe mimi ndo Israeli. Manake vita vyenyewe vianze. Sasa vita vyenyewe nimekwambia bado. Bwana Yesu asifiwe sana. So anayeshambuliwa ni Israeli, lakini Marekani anatia tu kifua tu. Yeye anayeshambulia na anayetafutwa ni Israeli. Marekani anatia tu kifua msaidie. Lakini kiuhalisia nataka nikwambie hivi. Je, Israeli anahitaji msaada kwa Marekani? Hata Marekani mwenyewe atamkataa. Mataifa mengi atamkataa, tabaki mwenyewe. Si unanielewa kuna kuelekea choko zinakuelekea. Itafika wakati Israeli tabaki peke yake. Marekani haijatajwa kwenye unabii kwamba itamsaidia. Haijatajwa. Kwa kubaki peke yake sio kwamba kwamba itaachwa. Itaachwa na Mungu. Mungu ataendelea kuwa na hili taifa kama alivyoweka agano. Haya mashambulizi tunayoona yatafikisha Israeli hali ya kuamua sasa, ngoja nionyeshe uwezo wangu wote. Ndipo na mataifa atasema ngoja sasa tuifute Israeli kwenye lamani ya dunia. Lakini nikwambie, haiwezekani kuonyesha Israeli aonyeshe uwezo wake wote zidi ya Hezbollah, eti zidi Hamas, eti zidi ya Wahouthi wa Yemen. Inakuwaje vikundi kama hivi? Hawezi kuonyesha ubora wake wote. Inajibu tu mapigo pale ambapo Irani itaamua kufanya kweli. Japo unaona walijaribu kwa vita ya siku 12. Itakapoona kufanya kweli, huo wote bado ni uchokonozi. Narudia tena, ni uchokonozi. Hakuna aliyetumia silaha zake zote, wanatumia tu. Yaani hakuna aliyetumia. Kumbuka wana nuclear hawa. Hakuna aliyetumia. So itafika wakati Urusi na Irani ataungana. Urusi ataongoza kwa sababu ya teknolojia na silaha alizonazo yeye. Kumbuka kwamba Urusi na Irani ni marafiki hata leo, na wanaungana pia kwa ajili ya Ukraine. So Urusi yuko tayari, atakapokuwa ameamua rasmi atamfuata Israeli, ndipo Mungu atakapomshushia moto. Unafahamu maana ya moto? Ndipo Mungu atakapomgeukia huyu Gogu wa Magogu. Na moto unataja hapa nimekuambia ni nuclear. Majeshi yatageukana yenyewe kwa yenyewe, watapigana wao kwa wao. Mungu atashusha huo moto, nasema atakushushia moto. So madhara yake yatakuwa ndani ya miaka 7. Si unaanza kuelewa kinachoendelea? Lakini nimekwambia, kumbuka China hajatajwa hapa. China hajatajwa. Huyu mfalme wa Mashariki, yeye ndiye atakayeongoza vita vya Armageddon War. Na vita vya Armageddon War na vita vya Gogu na Magogu havijapishana sana. Vitakapotokea vita vya Gogu na Magogu itapita miaka kama 7, alafu vita vya Armageddon vitatokea mwishoni mwa miaka 7, wakati Yesu anakuja na watakatifu. Okay, wakati tunakuja na Bwana Yesu kutawala dunia kwa muda wa miaka 1000, na wewe ukiwemo. Sema amen kama unaamini haya. So hivi vita havitakuwa na muda mrefu sana. Hivi sasa utaona China ndio atakayeongoza vita vya Armageddon War. Haleluya. Haleluya. Na kabla ya kilele cha Gogu na Magogu, nimekwambia kabla ya kilele cha Gogu na Magogu, kuna watu wanasema kabla ya kilele cha Gogu na Magogu kanisa litanyakuliwa, kanisa litaondoka. Wengine wanaamini hayo. Wanaamini hivyo kwamba kanisa litaondoka. Lakini nilikueleza huko nyuma, kanisa litaondoka kwa viashiria hivi, kwa vipi? Kwa watu wanafikiri kwamba Mungu anawatoa watu wake
wasiteseke na shetani. Mungu anatoaga watu wake wasipitie kwenye mapigo yake yeye. Ndio maana utaona tokea zamani Mungu hakuwatoa watumishi wake wasijaribiwe na ibilisi, wasiteswe na ibilisi, kwa sababu mateso kwa mwana wa Mungu sio adhabu. Ndio maana utaona wanasema mbona Mungu alimtoa Nuhu? Mungu alimtoa Nuhu kwa sababu Mungu alitaka kuachilia adhabu yake yeye, sio adhabu ya shetani. Mungu alimtoa Lutu kwa sababu alitaka kuachilia adhabu yake yeye, sio adhabu ya shetani. Kwa Mungu atawatoa watu wake ili wasipigwe kwenye mapigo ya vitasa 7 na baragumu. Lakini kwa bali ya kupitishwa kwa mpinga Kristo hapa mwanzoni, Mungu ataliacha kanisa. Ndio maana akasema atakivumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Tusonge mbele. So hivi vita vitasababisha mtikisiko mkubwa sana wa mataifa. Mtikisiko mkubwa. Vitakuwa vita vya mauaji makubwa, askari na raia. Na Mungu ndiye atakayesimamia hilo pigo. Mungu anasema nitajitakasa. Dunia leo unajua kiburi kipo sana. Ukienda Ulaya kuambia habari za Mungu na marafiki zangu nakuta wanakuambia Ulaya unahubiri watu habari za Yesu hawakuelewi. Kiburi kimejaa sana, hakuna Mungu. Says no God, you know. Yaani hakuna Mungu. Kama Biblia inasema mpumbavu asema moyoni mwake hakuna Mungu. Hawatambui kama kuna Mungu. Wanakataa kabisa. So Mungu anasema nitajitakasa ili mataifa wanijue. So na Biblia inaeleza kwamba Israeli watachukua mateka, watachukua rasilimali kutoka kwenye hayo mataifa. Na hizi silaha umeona wanasema ambao nakwambia hizi silaha ambazo hujaziona leo hazijatengenezwa kama maonyesho au makumbusho, bali zimetengenezwa ili zitumike, na zitatumika muda wa hiyo miaka. Hizo nuclear hizo, whether you like or not, zitaruhusiwa kutumika kwa sababu ya vita hiyo itakayoendelea. Vitatumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuambia hivi, vitatumika hivyo, vitatumika. Kwa lazima watu wajue kwamba kule tunakwenda si kwa mchezo. Okay. Nilikwambia kwamba hii vita hii ndio itakayofungua kalenda ya miaka 7 ya dhiki kuu, kama nakumbuka. Nikusomea mstari wa 9, itafungua kalenda ya dhiki kuu. Nikusomea mstari wa 9, inasema hao wakao katika miji ya Israeli watatoka, nao watafanya mioto kwa silaha za vita na kuziteketeza ngao na vijao na pinde na mishale na mafumo na mikuki, nao watazitumia kama kuni kwa muda wa miaka 7. Umeona miaka 7 hiyo? Miaka 7 ndio hiyo miaka ya nini? Ndio miaka ya dhiki kuu. So italeta kalenda ya amani ya mpinga Kristo. Atatokea ili kuleta amani kwa dunia, na ataweka mkataba wa amani kwa muda wa miaka 7 ambayo imetajwa katika Ezekieli 39 mstari wa 9. Na mazala ya vita yapo kwenye kalenda hiyo ya dhiki kuu. Kumbuka 3.5 ya kwanza haina vita, lakini mazala ya vita yatakuwa halisi. Na 3.5 ya mwisho ndio yenye mapigo, ambayo pia Mungu ataingia hapo kwa ajili ya kuachilia vitasa kwa watu wote wenye chapa, wote watakao kuwa wamebaki. Kumbuka kanisa litakuwa limeondoka sasa nyakati hizo. Watu wote watakao kuwa wamebaki miaka 3.5 ya mwisho ndio watakaanza kupokea vile vitasa, na hii inaitwa vitasa vya dunia yote. Kumbuka baragumu zilikuwa ni kwa baadhi ya maeneo ya nchi, baadhi ya maeneo ya dunia, lakini vitasa ni kwa ulimwengu wote. Sio, unanielewa? So na huo mkataba wa mpinga Kristo watu watamheshimu kabisa. Kwa nini watamheshimu? Kwa sababu kumbuka ametoka kwenye vita, na hiyo itakuwa ni amani bandia. Ili wajipange tena wamrudie Mwisraeli. Na kumbuka atajipanga tena, na mwisho wa miaka 7 kupitia tena China watakuja tena, ngoja tukaipige ile kambi, tukampige Mwisraeli. Ndipo Bwana anasema ndipo Mungu atashindana na majeshi ya mpinga Kristo. Vinaitwa vita vya Armageddon War. So vita itakayotokea baada ya miaka 3.5 ya mwisho, baada ya kipindi cha amani, vinaitwa vita vya Armageddon War, na mapigo yaliyotajwa na Mungu katika vitasa 7. Umeona? Kumbuka sasa nakwambia vita, mapigo yaliyotajwa na Mungu yatapigwa hapa katikati. Baada ya miaka kwenye miaka 3.5 ya mwisho yatapigwa hapa katikati. Watu wengi watakufa. Kumbuka kuna vita tena vya Armageddon, watu wengi watakufa. Kumbuka kuna vita vya Gogu na Magogu, watu wengi watakufa. Kumbuka kama leo watu tuko bilioni 6 si 7. Maana yake nini? Na kanisa likinyakuliwa, maana yake na mapigo yatakao kuepo watu watabaki wachache sana. Kwa pigo litakalotokea litaacha watu wabaki wachache sana. Ndio maana
Ndio maana Bwana anasema katika Isaya, na kuambia wewe ndugu yangu, huu ni wakati kama hujamwamini Yesu, umwamini Yesu kwa kudhamiria na kuendelea kuishi maisha matakatifu. Nyakati tulizonazo ni nyakati ambazo ni ngumu sana huko tunakoelekea. Mstari wa 6 anasema, pigeni kelele za hofu, maana siku ya Bwana i karibu, itanyesha kama maangamizi yatokayo kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo mikono yote itaregea, moyo wa kila mtu utayeyuka, nao watafadhaika, watashikwa na utungu na maumivu, watakuwa na utungu kama mwanamke aliye karibu na kuzaa, watakodoleana macho, nyuso zao zitakuwa ni nyuso za moto. Angalia, tazama siku ya Bwana inakuja, siku kali ya hasira ya ghadhabu kuu, ili ifanye nchi kuwa ukiwa na kuwaharibu watu wake wenye dhambi wasikae ndani yake. Maana nyota za mbinguni na matangamano havitatoa nuru yake, jua litatiwa giza wakati wa kucha kwake, na mwezi utaacha nuru yake sing'ae. Nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake, na wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao. Nami nitaikomesha fahari yao wenye kiburi, nami nitayaangusha chini majivuno yao walio wakali. Mstari wa 12, nitafanya wanadamu kuadimika kuliko dhahabu safi, na watu kuliko dhahabu ya Ofiri. Kwa hiyo nitazitetemesha mbingu. Anasema nitafanya wanadamu kufanya nini? Kuadimika. Nitafanya wanadamu kuadimika. Wanadamu wataadimika sana katika uso wa dunia. Wengi wataadimika, watu wengi wataadimika sana kwa sababu ya mapigo haya yanayotajwa. Haya ni mapigo mabaya sana, mapigo mabaya mno ambayo yametajwa kutokea. Hivyo ndugu yangu, kutokana yanayokwenda kuipata dunia, Biblia inasema kwetu sisi Mungu ni kimbilio na nguvu, msaada utakoonekana tele wakati wa mateso. Biblia inasema sintaogopa, hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima, ijapobadilika mawi. Katika Zaburi nadhani ya 45. Acha nikusomea hapa ili nikwambie kwamba kuwa ndani ya Kristo kuna uweni sana, kwamba utaogopa atakapoanza kutokea haya. Zaburi ya 45. Angalia. Zaburi ya 46 samani. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogope ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Umeona sasa? Kwa ndugu yangu, nataka nikwambie vita hivi ndivyo vitakavyopelekea mwanzo wa dhiki kuu. Ndivyo vitakavyopelekea kutuliza dunia na dunia kuingia na kumbuka, uchumi utakuwa umetikisika. Kwa watu watamwamini mpinga Kristo, watu watamkubali mpinga Kristo, watasema wewe ndo kila kitu, wewe ndo suluhisho, watamwamini na itakuwa rahisi watu kupokea chapa. Bali walio wateule, walioandikwa katika kitabu cha mwana kondoo kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, hawatamsujudia mnyama wala watapokea chapa yake hata kidogo. Na hawa ndio watakaonyakuliwa na kwenda kumlaki Bwana mawinguni, nao watakuwa na Bwana milele na milele. Kama unaamini hayo, sema amen, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nitakurudia wakati mwingine. Usisite kusubscribe lakini na kushare, ikiwa pamoja na kusapoti huduma hii kwa sadaka zako ambazo Bwana amekujalia. Kama unahitaji tuwafikie watu wengi zaidi, unaweza kufanya hivyo.